Kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari ule wa 34. Biblia inasema hivi: hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni. Basi sijui kwa nini hazitaki kushiba. Itakuwa ni maiki yangu labda leo haina upako. Nikayainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia. Hebu sema fahamu. Ongea na sauti, sema fahamu. Asante. Fahamu zangu zikanirudia, nikamuhimidi yeye aliye juu. Kumbe watu fahamu zikirudi huwa wanamtambua Mungu. Haleluya. Fahamu zikirudi watu wanamtambua Mungu. Nikamsifu na kumuheshimu. Maana yake kuna wakati nilimdharau, lakini fahamu ziliporudi nikamuheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka vizazi hata vizazi. Kwa maana mamlaka yake ni ya milele. Mungu akurejeshe fahamu zako. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na fahamu zako. Kikosa fahamu zako, kuna vitu havitaenda vile vilipaswa kwenda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na shetani anaweza kukuachia vyeti vya shuleni, lakini akakunyang'anya ufahamu. Na ndio maana kuna watu wengi sana wamesoma na wana vyeti vizuri, lakini wanalala baa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa sababu vyeti wanavyo, lakini ufahamu ukiondoka, mtu ana nyumba nzuri lakini analala baa. Mtu mmoja aseme amina kwa Yesu. Ufahamu ambao Mungu amemuumba nao mwanadamu, jambo la kwanza ni kuyatenda mapenzi ya Mungu aliye hai. Kazi ya ufahamu wa mwanadamu ni kutenda mapenzi ya Mungu aliye hai. Jina la Yesu ibarikiwe. Ukikuta mtu anaishi duniani lakini yuko nje ya mapenzi ya Mungu, maana yake ufahamu wake hauko mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu yuko duniani lakini ufahamu wake haumsaidii kutenda mapenzi ya Mungu, maana yake kuna mahali pana shida. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie Mungu akusaidie uwe na ufahamu wako. Msemeshe tena, mwambie Mungu akupe neema ya kuwa na ufahamu wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Huyu mtu anaitwa Nebukadreza, ambaye alikuwa ni mtawala na mfalme, mtu mwenye mamlaka. Alipopata mamlaka ikamfanya asahau kwamba yuko mtu ana mamlaka, anayetawala mbinguni na anayetawala na duniani. Jina la Yesu barikiwe. Alipopata nafasi ya cheo, akajiona yeye ni mtawala na mmiliki wa kila kitu. Haujawahi kuona watu duniani wakipata vyeo, wakipata nafasi, hata muondoko barabarani inabadilika, hata ofisini wanabadilisha namna ya kutembea, namna ya kuongea. Ukipata watu kanisani wana vyeo na mamlaka, hata namna ya kuongea kwao kunabadilika. Mtu mmoja aseme amina. Ukikuta una mamlaka duniani na bado na hofu ya Mungu, Mungu aendelee kukutunza katika jina la Yesu. Nasema ukikuta una mamlaka kwenye hii dunia na bado
kama una hofu ya Mungu ndani yako, wanaendelea kuweka neema juu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Mfalme Nebukadneza ana mamlaka, akasahau kuna mtu anaitwa Mungu, akasahau kuna mtu anayetawala mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Akatembea akijiona yeye ni bora kuliko chochote, anaweza kufanya lolote, anaweza kutenda lolote, anaweza kuamrisha lolote na likatendeka. Aliweza kudharau mpaka Mungu, na kadharau mpaka kazi ya Mungu. Lakini nampenda Mungu aliye hai. Hawajawahi kushindana na mwanadamu wa dunia hii. Haleluya, haleluya. Watu wenye mamlaka ya dunia wanapojinua juu ya Mungu aliye hai, Mungu anawashusha chini ili ainuliwe yeye juu. Piga kelele, sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana akasema, Nebukadneza, utajua mimi ni Mungu ninayetawala mbinguni na duniani. Tunawaambiaga watu na watawala, ukipata mamlaka tudharau wote, lakini kamwe usije ukamdharau Mungu aliye hai. Haleluya. Tudharau wote, lakini usije ukampuza Mungu aliye hai. Ndio maana tunawakumbusha watu, ukiwa na mamlaka ya dunia hii, usije ukasahau yuko anayetawala dunia, anayetawala wanadamu. Haleluya, haleluya. Ukipata mamlaka, ukipata utawala, kumbuka yuko anayetawala, na utawala wake ni wa vizazi hata vizazi. Anatawala milele. Utawala wa wanadamu una mipaka, una kikomo, lakini utawala wa Jehova hauna mipaka, hauna kikomo. Haleluya, haleluya. Inua mikono yako, shangilia jina la Yesu Mwokozi. Haleluya. Ukitawala kwenye dunia, kumbuka yuko anayetawala milele. Hapigiwi kula, hachaguliwi na wanadamu. Utawala wake hauna maandamano, hauna majeshi. Ana jeshi lake la mbinguni. Utawala wake sio wa kupiga kampeni. Utawala wa Jehova ni wa vizazi na vizazi. Hajawahi kuondolewa madarakani, wala hataondolewa kamwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanadamu wana vikomo vya utawala, lakini mwanaume hana ukomo. Nebukadneza ameingia madarakani, akasahau yuko mtawala ambaye hakupigiwa kampeni wala kura. Amekaa kwenye kiti chake. Nebukadneza akaanza kiburi, akaanza jeuri, akaanza kujimwamba fai, akaanza kuona hakuna mwingine kwenye dunia hii. Kiburi kikapanda juu. Na ndio maana unaweza kukuta leo hii mikutano mingi ya injili tunabeba wamama wengi, na wengi hali zao zimechoka, lakini walio na maprado na viete wako ba, wako gesti. Ninatangaza kwa jina la Yesu aliye hai, Bwana anayepindua na kubadilisha mambo. Anarama koria rabakonia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Yesu barikiwe. Kiona mikutano, wamama wamejaa, wanaume wako kwenye bar. Na niangalie kidogo, mwanaume anayetawala milele yuko kwenye kiti chake cha enzi. Nebukadneza anatawala, anajiona amefika, akafanya dhuluma, akafanya uovu. Watu wakaumia kwa
kwa sababu ya utawala wake. Watu wakasinyaa kwa sababu ya utawala wake. Watu wakarudi nyuma kwa sababu ya utawala wake. Watu wakaogopa kwa sababu ya utawala wake. Mwanaume Jehova ameketi pale juu anamchungulia, anamwambia majira yako yamefika. Entima ya namasatarabakonia. Naipenda injili. Hizi ni injili ya Bwana, injili ya matengenezo, isiwe injili ya siasa. Inua mikono yako, shangilia. Jina la Yesu Kristo aliye hai. Yuko mwanaume anayetawala milele. Utawala wa watu una kikomo. Ndio maana na wewe ulitawala ndoa miaka 10 mkaachana na mke wako, ukabaki bachela. Ulitawala ndoa miaka 15, akafa mke wako, akafa mume wako, umebaki mjane. Utawala wa wanadamu unaisha. Miaka ya nyuma wengine walikuwa mawaziri. Juzi niko kwenye treni natoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, nikakaa na waziri mmoja. Miaka ya nyuma alikuwa waziri wa elimu. Tumekaa naye mahali ninapokaguliwa mimi na yeye anakaguliwa hapo. Mahali mlango naingilia, wote tukaingia hapo hapo. Tena angalau mimi nilivaa suti, angalau koti la kuhubiria. Yeye amevaa ka t-shirt fulani tu. Nikaangalia nikaona hapa sasa hata picha kupiga haitanoga, mimi ndo nitaonekana mkubwa. Kumbe utawala wa wanadamu huwa unachuja, lakini mtawala Yesu hajawahi kuchuja, hajawahi kushuka. Heshima yake wala sifa zake walio wa Yesu, piga kelele, shangilia jina haleluya la Yesu Mwokozi. Haleluya, haleluya. Nampenda na tawala milele. Mwaigombe. Ndio maana mwenzio mimi sio mshabiki wa vyama vya siasa, ni mshabiki wa injili ya Yesu. Unajua ni nini? Huyu Yesu kimpigia kampeni hachuji, hapungui mvuto. Chama chake hakijawahi kuchuja. Vimekuja vyama vya vitambaa na mafuta na chumvi, bado chama chake na jina lake lina mvuto na heshima. Rakatesaya entina mandoroposaya, bado jina lake lina heshima, bado jina lake lina utukufu. Maaskofu wa TAG wanabadilika, askofu wa mbinguni hajawahi kubadilika, waangalizi wanabadilika. Yesu hajawahi kubadilika. Wewe shangilia jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Unamfurahia Yesu? Niombe muangalie watoto. Sio kila mtoto anapaswa kuja kunishika. Haleluya. Yes, tunakuwa rohoni na akili. Sio kila mtoto anapaswa kuja kunishika. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Anayempenda Yesu aseme amen. Nebukadreza akajiona yeye ni bora, akajiona yeye yuko juu, akadharau watu wa Mungu, akadharau watu. Kibaya zaidi, hebu sema kibaya zaidi, akamdharau Mungu aliye hai. Mtu mmoja asema amen. Alafu ghafla akaona maono, akaona ndoto, ikamvuruga. Waganga wakashindwa majibu, watu wake wapiga ramli wakashindwa majibu. Wakamleta mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli. Wanaume alipofika, nampenda Danieli, sio kanjanja kama wahubiri na wachungaji wengi wanaoangaliaga bahasha. Danieli akasema, zawadi zako kamata wewe mwenyewe, mimi nakuletea neno la masheketa mayaka. Wako wapi wanaompenda Bwana? Waseme amina kwa jina la Yesu. Danieli anaambiwa chukua zawadi, anamwambia zawadi yako kamata mwenyewe. Nataka nikupe tafsiri ya hii ndoto. Mene shakanderebuzi, maana yake ufalme wako. Dokta, nani leo anaweza kumwendea hata mkuu wa wilaya akamwambia, mkuu wa wilaya, mene na saa hii utekaji umeibuka mwingi, yani hata diwani huwezi kumwambia mene.
Akikwambia tutakutana pale kwenye daladala, wiki utoki ndani. Asubuhi nilikuwa namtania mtu mmoja nikamwambia hivi, sasa hivi Shinyanga hapa akitokea hata ndugu yangu akasema Lusekero niko Shinyanga hapa, njoo tuonane hapa mjini, namwambia we koma we, tutaonana baada ya uchaguzi. Haleluya. Sasa hii hatuaminiani. Aliyebaki wa kuaminiwa ni Yesu peke yake. Anayemakorase tabakaya. Aliyebaki wa kuaminiwa ni Yesu peke yake. Wanadamu wanaweza wakakuuza, wanaweza wakala hela wakakuchoma, lakini Yesu Mwokozi yeye ni salama ya kweli. Inua mikono yako, shangilia jina la Bwana Yesu Mwokozi. Haleluya. Jina la Yesu barikiwe. Acha kiburi. Acha kiburi. Acha kiburi. Mwanadamu, acha kiburi. Mwanadamu wa Shinyanga, acha kiburi. Wadharau watu wote, usimdharau Mungu aliye hai. Mungu anatisha. Mungu anaogofya. Mtu mmoja aseme amina kwa jina la Bwana. Mtu mmoja aseme amina kwa jina la Yesu. Danieli akamwambia mfalme, ufalme wako umeondolewa. Ufalme wako umeraruliwa na umeondolewa. Ni bora kuondoa askofu kwenye cheo, pastor. Usiombe akakuondoa Mungu. Aya. Tikisa jirani yako mwambie bora uondolewe na wanadamu kazini, Mungu atakutafutia kazi nyingine. Lakini usiombe Mungu akakuondoa. Hakuna mtume wala nabii atakuombea, hakuna mafuta wala chumvi utabeba na ikurudishe kazini. Kosana na wanadamu wote, lakini usije ukakosana na Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina kwa jina la Bwana. Haleluya. Danieli akamwambia mfalme, ulikaa kwenye jengo lako, na maandiko yanasema mfalme akaweka mikono mfukoni, anazunguka kwenye jengo lake hekalu. Ikuru yake ni ya kisasa. Anatembea, anaona pana Mungu. Alafu anakula baga, yuko kwenye jengo la kisasa. Alafu anazunguka. Ogopa watu wakiwa na vyeo, hata ukionya waonyeki, maana wako mahali ambapo. Mtu mmoja aseme amina. Maandiko yanasema Nebukadneza akatembea kwenye jengo. Alafu ghafla kaambiwa, Danieli amekwambia ujumbe wangu. Sasa nimekuja mimi mwenyewe Mungu. Ufalme wako umeondolewa. Na kisiki kukatwa na mti kukatwa, maana yake ufalme wako umekatwa. Na wewe utachukuliwa, utolewe ikuru, utolewe kwenye jengo la kisasa na fahari, uende ukaishi polini. Na ukipelekwa polini, hautakana wanadamu, utakana wanyama. Unajua ni nini tafsiri yake? Unapokwenda kukana wanyama, ili uendane na wanyama, lazima moyo wa kibinadamu, tabia za kibinadamu ziondolewe, alafu pewe tabia za wanyama, akili ya wanyama. Hebu sema akili ya wanyama. Sema akili ya wanyama. Mfalme moyo wake na ufahamu wake wa kibinadamu ukaondolewa, alafu akapewa ufahamu wa wanyama. Maandiko yanasema akaenda polini nyakati 7. Wakati yuko polini, akiwa polini akaanza kula na wanyama. Na maandiko yanasema kucha zake zikawa ndefu kama ndege, na ndevu zake zikawa ndefu, na nywele zake zikasokota kwenda juu, na hawezi kunyoa, hawezi kupiga mswaki. Ninamwogopa Mungu, maana ni fundi wa ajabu. Na mashetara makonde rapa. Mwanadamu nisikilize, chezea watu wote, usimchezee Mungu asije akakushusha vibaya. Ninakuombea kwa Bwana aliye hai, baki na Mungu aliye hai salama. Chezea vyote, usije ukamchezea Mungu. Mungu alimwambia Danieli, mwambie Nebukadneza, hata hitaji watu wamuondoe, nitamuondoa mimi. Mungu alipomchukua akampeleka polini, maandiko yanasema Danieli alimwambia,
kabla ya kwenda polini alimwambia neno, akasema maneno haya ni ya kwako, ya kupasa ubadilike, inakupasa utengeneze. Wenda Mungu akakupatia nafasi nyingine. Mwangalie Mungu alivyo wa ajabu. Mungu hata ukiwa na uovu bado anatoa nafasi nyingine, bado anatoa nafasi nyingine. Ubarikiwe unayenielewa. Nasema Mungu alivyo wa ajabu. Yeye sio kama wachungaji wala wanadamu. Wakikuchukia anasema nimekusamehe lakini sitakusahau. Ila Mungu akikusamehe anakusamehe kweli kweli. Na injili tuliyoileta ni ya msamaha wa Yesu Mwokozi, ni ya msamaha wa Yesu aliye hai. Inua mikono yako, shangilia jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Mungu amemtuma Danieli, lakini Mungu huyo huyo akampa Danieli apeleke ujumbe kwa Nebukadneza kwamba adhabu yako ni kwenda polini, lakini kama utatengeneza sitakupeleka polini. Mungu nampenda, akikuletea adhabu anakupa nafasi ya pili. Mungu akupe nafasi ya pili jioni ya leo. Mungu akupe nafasi nyingine. Ubarikiwe unayesema amina. Nasema haijalishi uovu wako wala dhambi zako, jioni ya leo Mungu ninayemtumikia akupe nafasi nyingine tena na utengeneze na Bwana aliye hai. Hata unayetutazama mtandaoni, haijalishi uovu wako wala dhambi yako, ninakuombea kwa Mungu ninayemtumikia, Bwana akupe nafasi nyingine, lakini tengeneza na kurekebisha na ukae vizuri na Mungu aliye hai. Mkutano mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Kuna maisha yakija kwa mwanadamu, ufahamu wa kawaida unaondoka. Kuna kipato mwanadamu akikipata, ufahamu wa kawaida wa Mungu unaondoka. Kuna kiwango mtu akifikia, ufahamu wa kawaida unaondoka. Nebukadneza alipopata mafanikio, ufahamu wa Mungu uliondoka ndani, kiburi kikainuka. Hujawahi kuona tulikuwa na waimbaji wengi Tanzania, wakati wanaanza singo moja pale chini, wanaanza kasidika moja pale chini, walikuwa wanasema mchungaji nipe ka nafasi, nataka kuimba, nina kawimbo kangu, nina kawimbo kangu, nina kawimbo kangu. Mnakatisha na sadaka ngarau mumpe na yeye aimbe. Ataimba hapa abinuke na apige na samasoti kidogo ili mumuelewe. Atabingirika kidogo ajimwagie na mchanga. Kwa nini? Kwa sababu bado yuko chini, anatafuta kuonekana. Saidi akapata ka ACT na anakuja na kagari na anaweka na funguo za gari ananinginiza hapa. Urofa unaingia ghafla, akili ya kawaida ya Mungu inaondoka, afu na shanga kiburi kimeinuka. Ninawaombea watu wa Shinyanga, hata Mungu akija kukuinua usije ukabadilika, usije ukaharibika. Waimbaji na waombea kwa jina la Yesu, usije ukaharibika kama walivyoharibika wengine. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Mwokozi aliye hai. Haleluya. Tulikuwa na waimbaji wazuri, tulikuwa na wahubiri wazuri, lakini walipoinuka kidogo wakasikika na redioni, ufahamu ukaondoka, yakabaki makapi. Niliwahi kusikia mwimbaji mmoja ameenda kuimba mahali, amealikwa na amepanda na ndege, na amefika kwenye mkutano, hana CD wala hana flash na hana nyimbo zake. Anawauliza hapo mkutanoni, najua mna nyimbo zangu hapa, nataka mniwekee hapo, nani ana wimbo wangu? Can you imagine mtu ametoka safari na amekatiwa tiketi ya ndege na amekuja bila nini? Kama mtu amesahau flash, amekumbuka maombi huyu kweli? Na saa hii angalia, fuatilia mastaa wengi hawaombagi. Mimi ni mwimbaji, nilianza kuimba kabla kwa mhubiri. Ukishafikia kiwango fulani, na ndio maana fuatilia waimbaji wengi wakienda mahali, utasikia haleluya haleluya haleluya. Ungetamani tuimbe wimbo gani? Pumbafu. Umewahi kukutana na daktari, unamwambia daktari nimekuja sielewi hali yangu naumwa, alafu daktari anakupima alafu anakuuliza ungetamani utumie dawa gani?
Huyo daktari ujue huyo ni bwana mifugo huyo, ila amevaa vazi la kidaktari. Mtu mmoja asema amen. Hakuna daktari anakuuliza unatumia dawa gani. Wewe una malaria, unahitaji sindano za masaa, ama unahitaji vidonge namna fulani. Alafu wewe unahitaji kulala, hulalagi wewe. Punguza kazi, kunywa maji mengi. Sio anakuuliza ungetamani unywe lita ngapi za maji. Sasa mwimbaji mzima na anaenda kwa watu, mungetamani tuimbe wimbo gani? Hakuna mgonjwa anajichaguliaga dawa. Na ndio maana sasa hivi tuna kizazi cha washirika ambao wanachagua mahubiri ya kuyasikiliza, na sisi wahubiri tumeingia kwenye mkenge wa kijinga. Mimi nitakupiga injili iliyonyoka, hauipendi wewe lakini Yesu anaifurahia. Come on, sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Hatuwezi tukakwambia pokea ndoa, pokea magari, pokea kitu fulani, wakati njia zako na Mungu hasiko sawa. Mungu sio muuni. Tikisa watu wawili watatu waambie Mungu sio muuni. Mtu anakuambia naona safari ya kwenda Marekani, naona unaenda Ulaya, naona unaenda Kenya, naona passport yako. Nyumbani kwenu tu Magu hujawahi kufika miaka 2. Uende Marekani kufanya nini? Huna hata genge la nyanya. Hallelujah. Hallelujah. Mimi sio wale wahubiri wa kusema mtumishi huna neno lolote nitabirie. Anza kujitabiria mwenyewe. Danieli aliambiwa maneno yako yamesikika mbinguni, nami nimekuja kwa sababu ya maneno yako. Sio nabii. Nabii wa maisha yako namba 1 ni wewe mwenyewe, na mchawi wa maisha yako namba 1 ni wewe mwenyewe. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Mtu anakuambia naona gari, naona unaenda kujenga, alafu wewe mwenyewe huoni hata malimao. Mtapishana tu, sema amina. Mtu mmoja asema amen. Mtu mmoja asema amen. Nebukadneza hakuwa na tabia mbaya. Alipopewa uongozi, kiburi kikainuka, akaharibika. Na kuombea kwa Mungu aliye hai. Waimbaji, wanakwaya mlioko hapa, makanisani mwenu msije mkaanza kuyapasua makanisa. Nendeni mnyenyekee kwa jina la Yesu Kristo. Walimu wa kwaya msije mkageuka kwa wachungaji wa kwaya zenu, wako baba zenu wa kiroho. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ili awakweze na kuwainua kwa wakati wake. Ningeongea na watu wanaopenda Yesu wapige kelele, waseme amina kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya kiburi inaondoa ufahamu. Nebukadneza ufahamu ukaondoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akapewa ufahamu wa wanyama. Pasa Mwigombe, sasa hivi tuna kizazi cha watu wana moyo wa wanyama. Mtu mmoja asema amen. Na ndio maana kuna watu kumwaga damu kwao sio shida. Hakuna binadamu ana roho ya Mungu anaweza kuhimili kumwaga damu ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu aliye na ufahamu wa kawaida wa Mungu anaweza kuthubutu hata kunyonga mtoto ambaye amekaa miezi 9 tumboni mwake na anazaa na atupe hapo. Ujue ufahamu wa Mungu uliondoka na umeingia ufahamu wa kipepo. Ninawaombea watu wa Shinyanga, wanakondolea ufahamu wa kichawi na kipepo, akupe ufahamu rakasekato kwa jina la Yesu. Leo dunia imeharibika. Mchungaji Mwigombe, wana makose kentara makaya. Zamani ulikuwa unaangalia kanisa waimbaji na watu wakikaa kanisani wanavaa kama mama dokta na nguo imefika pale, lakini leo hii watu wako kanisani na vimini viko hapa, na sisi tunasema pokea Roho Mtakatifu. Hakuna Roho Mtakatifu anaingiaga mari. Ufahamu umeharibika. Watu wako kanisani lakini ufahamu umeharibika. Jioni ya leo nakuombea kwa Bwana, ufahamu wako urejeshwe. Ufahamu wako urejeshwe. Ufahamu wako urejeshwe. Ukinuna ujue hiyo ni ya kwako. Nasema ufahamu wako urejeshwe. Piga kelele kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah. Ukitaka kujua watu ufahamu umeondoka, angalia binti ana miaka 20, yuko mbele ya babake mzazi, na siku hizi wana vichupi vyao viko kama kamba za katani za Kimasai. Haifuniki hapa, imeenda tu hapa.
kama tu kamba katani. Na akipita mbele ya babake mzazi, utasikia sina adabu, sina adabu, sina adabu. La huku linasema sina adabu, na la huku linasema sina adabu, sina adabu, mpumbavu, sina adabu. Ufahamu umeondoka. Ufahamu ukiondoka, utatembea uchi mbele ya baba yako. Ufahamu ukiondoka, utavaa bikini za kipumbavu. Ufahamu ukiondoka, utakaa kanisani viti vya mbele maziwa yako wazi. Kwa nini ufahamu umeondoka? Ninaliombea kanisa na Mungu dunia ya leo, wanarejesha ufahamu ndani ya kanisa. Wanawake waseme amina kwa jina la Yesu. Hatuhitaji pepo. Leo wachungaji wanaanguka dhambini, wazee wanadondoka kwenye dhambi kwa sababu kuna wahuni. Ufahamu wao umeondoka na wanapenda viti vya mbele. Maziwa yamekaa kama malimao hapo mbele, kama tunguja. Tikisa jirani yako, mwambie rudisha ufahamu, acha ujinga. Ongeresha mtu, mwambie rudisha ufahamu wewe. Jifunze kuvaa vizuri. Semeni amina. Hii ndio injili ya Mungu aliye hai. Zamani mlikuwa mnavaa tight, sasa hivi mnatuvalia tu bikini za ndani na hakuna tight. Pepo zimeingia, ufahamu wa kawaida umeenda. Mtumishi huyu anasema ufahamu wangu uliponirudia nikamuhimidi Bwana. Lakini sio tu nikamuhimidi, nikamheshimu. Ukiwa na ufahamu, ndani yako kuna heshima, ndani yako kuna hofu ya Mungu, ndani yako kuna unyenyekevu. Wako wapi wanaonielewa? Waseme amina. Uliyenuna hiyo ije kwako kama ilivyo. Nasema ukiwa na ufahamu, hauwezi kuvaa kijinga, hauwezi kutafuna bigiji kanisani, hauwezi kuleta ujinga. Haya ketama yato rentiri ya makoria. Piga kelele, shangilia jina la Yesu aliye hai. Hii ni injili ya matengenezo. Haleluya. Ukiinama hivi, vitu vyote vinaonekana. Kwa nini? Ufahamu ulienda. Uko kanisani, lakini ufahamu ulienda. Mtu mmoja asema amen. Una mke wako lakini bado unatamani makalio ya wake wa watu. Kwa nini? Ufahamu wako ulishaenda uko polini, ila unakasali kanisani. Gonga watu wawili watatu, mwambie Bwana kurudishie ufahamu wako. Mimi napiga injili tu ikusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Leo mwanamke anazaa mtoto. Leo mama anazaa mtoto. Miezi 9 amekaa leba. Alafu mtoto amekua. Mtoto anatembea na nyembe. Siku hizi wanaitwa panyarodi. Imagine umezaa mtoto miezi 9, alafu ni panyarodi. Mama umelala ndani, lakini mtoto wako yuko barabarani na ni panyarodi. Kwa nini? Ufahamu uko porini. Ninakuombea kwa Bwana Yesu wa huruma, arejeshe ufahamu kwa kizazi chako na watoto wako na wadogo zako. Wanaonielewa, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Shangilia jina la Bwana. Haleluya. Hakuna mama anayependa kuzaa panyarodi. Hakuna mama. Imagine umezaa mtoto miezi 9 na unajua kabisa ni mtoto wangu. Ndiye anayetekaga wengine na watu wanalia Tanzania, na unajua kabisa miongoni mwa watekaji ni mtoto wako. Shekenta ramaka entiria. Na mtumikia Mungu anayejibu kwa moto. Kabla hatujaenda mbali, Mungu ajibu kwa moto. Aliyedili na Nebukadneza, Mungu adili na watekaji Tanzania katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ubarikiwe unayenielewa. Nasema ajibuye kwa moto, acha akajibu kwa majira yake. Napokea neema ya kuwa salama na familia yako kwa jina la Yesu aliye hai. Nebukadneza akili na ufahamu ukaondoka. Pastor, mwana mpotevu alipopewa mali na baba yake, ufahamu uliondoka. Akaondoka kwa baba yake, akaenda nchi ya mbali. Usiombe ufahamu ukaondoka. Shetani atakuachia vyeti, lakini ataondoka na ufahamu. Leo wanawake wengi wanalia, sisi ni wahubiri. Nilikwambia mimi Mungu amenisaidia, nimetembea mikoa yote ya Tanzania. Unakutana na kesi, mwanamke anakuambia, Pastor, nimekata tamaa. Mume wangu anarudi saa 8, anarudi saa 11, anarudi saa 10 alfajiri. Na nimfanya kazi,
na ana cheo na alisoma na ana PhD, lakini ufahamu uko polini, limebaki kopo. Na kuombea uliyeko hapa na unaitutazama mtandaoni, Mungu arejeshe ufahamu kwenye ndoa yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Watu wana machozi, watu wanalia. Huyu mtumishi Nebukadneza anasema, Bwana, siku zile za mwisho Mungu aliponirudishia ufahamu, nilimuhimidi Bwana. Aliponirudishia ufahamu, aliponirudishia ufahamu, aliponirudishia ufahamu, nilimuhimidi Bwana. Yule ndugu mwenye pepo za Wagerasi, ufahamu ulipoondoka, aliondoka nyumbani akakaa makaburini. Ufahamu ukiondoka, shetani atakuacha uimbe kwaya, shetani atakuacha kanisani, lakini maisha yako yamejaa tabia za makaburini. Na ndio maana leo tuna praise and worship kanisani. Ukizitazama ni kama Twanga Pepeta, ni kama FM Academia. Kwa nini? Kwa sababu shetani amewacha kanisani, lakini ufahamu wao uko polini. Wangapi wangetamani Mungu awarudishie ufahamu? Mungu akurudishie ufahamu wako. Mungu akurudishie ufahamu wako. Ndoa nyingi leo zina migogoro kwa sababu kama sio mwanaume, mwanamke ufahamu umeondoka. Kati yao mmoja, kuna mmoja amepoteza ufahamu. Nataka nikwambie, hakuna mwanamke aliwahi kufurahiaga ndoa yenye machozi kila siku. Na wengi wanalia, wengi wanaomba Mungu. Na ndio maana leo hii utakutana na watu, haleluya, mtu akiwa na mali na anazitapanya kwenye upumbavu, zikisha narudi kwa mitume na manabii na wachungaji, utasikia mchungaji niombee, biashara zangu zimeharibika. Na sisi wachungaji tulivyo waajabu, utasikia mwanangu pokea, Bwana akuinue tena kiuchumi, Bwana akustawishe tena. Mungu sio rofa kiasi hicho. Ombea kwanza ufahamu wa huyu ndugu, kwa sababu ukimuombea barikiwa na ufahamu ni ule ule, akipata tena atarudi ba. Wangapi mnamkumbuka mwana mpotevu? Zilipoisha zile za kwanza, si ni kweli pastor? Zilipoisha shekeri za kwanza, maandiko hayasemi alirudi nyumbani, yanasema akashikamana na wachunga nguruwe. Maana akaomba kibarua. Unajua ni nini? Alifikiri tatizo liko kwenye hela, kumbe tatizo alafu anamwaga bafuni. Nikasema huyu ni rofa kama rofa mwingine. Alafu saa hii ndoa yake ilishabaranganyuka, mafuta hajasaidia. Mwambie jirani yako, hii ndiyo injili ya kukomboa ufahamu wako. Mwambie usijaribu kuichukia, hii ndiyo injili ya kukomboa ufahamu wako. Na ndio maana mtu ambaye ufahamu uko sawa sawa dokta, humsikii mitandaoni akisema muandamane. Mwenye ufahamu timamu humsikia akisema chagua chama fulani. Aliyebeba kitu cha Mungu, ye kazi yake ni kuhubiri injili. Huko kwingine acha Mungu ashughulike mwenyewe. Sisi wengine acha tushughulike na injili. Wana hatujui Yesu atarudi lini. Tuwakumbushe watu, wana anaweza kurudi. Yesu anaweza kurudi hata kabla ya kupiga kura. Ndio, Yesu anaweza kukubeba ndugu kabla hata ya kura. Hatuko hapa tukupigie kampeni za kura. Tuko hapa tukwambie tengeneza na Mungu, weka vizuri na Mungu. Mungu ni wa huruma. Aliyemtupa Nebukadneza porini ndiye aliyempa nafasi tena ya kumrudishia ufahamu. Simama kwa miguu yako, tukuombe kwa Bwana. Mungu anayeweza kukutupa mbali ni Mungu yule yule anaweza kukusogeza karibu. Ni Mungu yule yule anaweza kukukusanya tena. Anasema ninaowapenda ninawadhibu na ninawarudi tena. Sogea uliyeko kule mbali. Asante binti zangu na dada zangu na mama zangu. Njoni tuombe pamoja. Wenda ni ndoa yako, wenda ni watoto wako.